Viongozi wa kidini kutoka maeneo tofauti nchini wameshtumu mauaji na kujeruhiwa kwa waandamanaji siku ya Jumatano. Na viongozi hao wamewataka vijana kupunguza mori na kulinda taifa kwa kuwa maandamano hayo yanasababisha hasara. Na pia wamemtaka Rais William Ruto kuwasikiza vijana hao kama anavyotuarifu Willy Lusige. Viongozi wa kidini kutoka maeneo tofauti ya Nyandarua, Kajiado na Kericho wamekashifu yaliyojiri kwenye maandamano ya siku ya Jumatano. Katika eneo la Nyandarua, maaskofu wa madhehebu mbalimbali walizuru maeneo yaliyovamiwa na kusema kuwa licha ya kuwepo kwa uhuru wa kuandamana, wameshtumu uharibifu ulioshuhudiwa. The anger our youth, while understandable, nonetheless cannot be expressed through destruction of the very foundation of our society that we depend on. Kupoteza maisha ya watu wetu, watoto wetu ambaye ni wa Kenya, hiyo maneno haifai. Viongozi hao wanasema vijana wanaandamana kutokana na uongozi ambao hauzingatii changamoto wanazopitia zikiwemo ukosefu wa ajira na uongozi mbaya. A feeling of hopelessness and despair seems to have engulfed our land. Yet, even in the most difficult moments and circumstances, we cannot afford to lose hope and destroy our motherland. Na si president wetu akapate kuwakumbuka vijana wetu, bringing industries katika michi yote, vijana hawa wetu wamesoma wakapate kupata riziki. Viongozi hao pia wameshtumu matamshi ya waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kwa polisi kupiga risasi waandamanaji watakaokaribia vituo vya polisi. It is long to kill. It is long to harm. That statement it has come at the wrong time, and again it should not come from a leader. It is the biggest problem in Kenya is our tongue. Secondly is pride. So can we be human beings and let us embrace humility? Arrogance is killing us. Aidha, viongozi hao wanasema iwapo serikali haitatafuta njia ya kusuluhisha masuala yaliyoibuka, hali itazidi kuwa mbaya, hasa tunapoelekea uchaguzi wa urais wa mwaka 2027. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, Nairobi.